Ilikuwa ni kile kipindi cha sikukuu ya Pasaka. Basi akapigiwa simu na kuambiwa kwamba kuna tajiri mmoja hivi anahitaji mtu kwenye nyumba yake kwa ajili ya kutunza paka. Ndiyo, ni paka. Lakini paka mwenyewe sio paka ambao unawafahamu wewe. Oho, paka huyo ni wale paka wa kichawi. Kwa hiyo tajiri huyo huaga anaitumia paka hiyo kwa ajili ya mambo yake ya kishirikina. Na hakuna mtu yote ambaye anajua kuhusiana na hilo hapo jambo. Kwa hiyo hapo ni siri yake ya kwake yeye mwenyewe peke yake. Mwanamke huyo ambaye anafahamika kwa jina la Zakhala anafika kwenye hili hapa jumba kwa ajili ya kuanza kazi yake hiyo ya kuanza kutunza paka. Mshahara ambao ameahidiwa kulipwa ni mshahara mzuri mnono. Kila mwezi atakuwa anakunja milioni 5. Ni mjinga pekee ndo anaweza kukataa mshahara mtamu kiasi hicho. Na hizi hapa ni sheria ambazo zimeandikwa na muajiri kwa ajili ya mtu yote yule ambaye atakuja kufanya kazi hapa ya kutunza paka, basi nitakuwa zifuate hizo hapo sheria. Na ikitokea umevunja sheria moja kati ya hizo, basi jambo lolote lile linaweza likakutokea. Sharti namba 1, ukisikia paka amelia nyau mara moja, basi jua hapo anataka umpelekee maji ya kunywa. Na inatakiwa ufanye hivyo mara moja bila kupuuza. Na sharti namba 2, paka akilia nyau mara 2, basi ujue kwa muda huo kitu ambacho anahitaji ni chakula. Kwa hiyo inabidi uende ukampelekea chakula ili aweze kula. Na sharti la 3, inabidi uhakikishe nyau ali zaidi ya mara 3. Akilia zaidi ya mara 3, basi jua hiyo hapo ni ishara kwamba paka amekasirika na kughadhabika. Na sharti la mwisho na la 4 ni kwamba hakikisha kwamba uingie katika chumba ambacho paka huyo anaishi. Ukithubutu tu kuingia, basi jua wewe wako ndio utakuwa mwisho wake siku hiyo. Unaweza kufanya makosa yote paka huyo akakusamehe, lakini sio kosa la kuweza kumdharau. Kati ya kitu apendi, anakasirika, anachukia, basi ni kudharauliwa. Yaani kitokea labda anaomba maji alafu unampuuza, au anaomba chakula alafu unamwangalia tu utaki kumpatia kwa wakati ambao unastahili. Baba, utajuta. Bibi Zala akawa anaingia kwenye sebuli ya paka. Anacheki mezani anakuta kuna bahasha. Anacheki ndani ya bahasha hii anakuta kuna midolari. Kuna kama vile dola 70 hivi. Na hapo ni kwa ajili ya kumnunulia paka vitu vidogo vidogo kama vile pipi, ndizi na uyoga. Bibi akaingia tamaga zibeba. Akaona tunahangaika pesa alafu wewe paka unakaakana mapesa yote ya kwanza. Wewe si binadamu, wewe ni paka, wewe ni mnyama, unakuja na mapesa yote ya kuliko sisi binadamu bwana. Mimi nabeba hizo hela, mimi sina pesa. Lakini ambacho kinampata bibi asije akaanza kulaumu baadaye, maana anavunja masharti ambayo anajua kabisa kwamba iki hapa kitu ipaswe ukifanya. Kuna siku tu atazirudisha kwa uchungu kama yupo leba. Kwa maumivu yasio na tiba. Yes, kaziiba. Akiwa kwenye kushangaa vitu ambavyo viko kuna hii hapa sebuli ya paka, akaona kuna speaker pia hapa juu ya meza. Hii hapa speaker na maelezo ambayo yanasema kwamba utakuwa unasikia milio ya nyau kupitia speaker hii hapa, kwa sababu imeunganishwa moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha paka. Bibi Zara hizi hapa speaker nazifahamu, lakini pia bei yake anaijua vizuri tu. Akaona shangaa kuona speaker za gharama kiasi hiki hapa inanunuliwa paka. Akaona hii hapa sio fair kabisa. Wakati kule nyumbani kwake ambapo ametoka anatumia speaker zile pale za Sundra. Tena bei yake ni 3500. Akaona tamani hapa speaker ingekuwa kwake basi ingekuwa nasikilizia tu nyimbo tu Alikiba. Lakini akaamua kuachana nayo baada ya kuona inaweza kumletea shida baadaye. Zakhala akampigia simu baba chenja wake na kwanza kupiga story kuhusiana na huko ambapo amekuja kufanya kazi. Anasema huko nimefika salama na mambo yanaenda fresh tu, lakini kitu ambacho kinanishangaza ni namna ambavyo anamlea huyo hapa paka. Ile nimefika tu kwenye sebuli ya paka na kutana na dola kama 70 hivi kwa ajili ya kununulia paka parachichi pamoja na ndizi. Ukiacha hilo pia paka kanunulia zile pale speaker za Bose. Nimesema Bose sio Bose, zile pale za Kichina. Kwa wale ambao wanafahamu speaker za Bose basi watakuwa wanajua muziki wake. Hizo hapo ni zaidi hata zile pale speaker za JBL. Huo ni moto ukotea mbali baba, sio mchainizi huyo. Alafu ana gharama mbaya ile hatari. Kikweli nimejisikia vibaya sana kuona paka anaishi maisha mazuri kuliko hata mimi. Baba chenjake akawa anamwambia hivyo hapo ni vitu vya kawaida sana kwa watu ambao wana mapesa ya kutosha. Yaani pesa yako ambayo unalipwa mwisho wa mwezi. Kuna watu wengine matumizi yao ya chai tu asubuhi. Kwa vitu kama hivyo ipaswa kabisa kuweza kushangaa, kwa sababu tunatofautiana pia maisha. Kwa hiyo hapo unachotakiwa ukifanya ni kuishi maisha yako bila kujifananisha na mtu mwingine yote yule. Bibi Zakhala akiwa anaendelea kuongea na baba chenja wake, mara sauti ya paka ikiwa inasikika ikilia nyau. Zala akawa amesikia pale sauti na kwenda kupitia zile pale sheria ambazo zimeandikwa ili aweze kujua ni kitu gani ambacho ndio ukifanya kwa mujibu hizi hapa sheria ambazo zimewekwa hapa. Ili anasoma maelezo anakuta yanamwambia kwamba paka saizi anahitaji maji ya kunywa kwa sababu amelia nyau mara moja, lakini angelia nyau mara 2 basi hapa angekuwa anahitaji chakula. Akachukua maji kwenye kibakuli na kumpelekea paka. Na ilusiwa aweze kuingia ndani kabisa, basi nitagua maji hapa yaweki hapa mlangoni. Akiingia kule ndani anakuwa tayari ameshakosea masheti ambayo kapewa. Bibi Zala akaulizaga sebleni na kutulia tu kwa sababu ya kiu ambayo paka alikuwa nayo, basi akaamua kutoka kunywa yale pale maji ambayo alikuwa ameomba aweze kuyanywa. Bibi Zala akiwa anaendelea kubonga na baba chenja wake stories za hapa na pale. Paka akalia milio miwili.
Hapa ni ishara kwamba kwa saizi anachohitaji ni chakula na sio maji. Zala akaenda kuchukua bakuli kwa ajili ya kumwekea paka chakula. Na tukumbuke moja kati ya kitu ambacho paka huyo hapa kipendi ni mapuuza. Yaani kitokea tu umempuuza kwa kile kitu ambacho atakuwa na kuomba, basi maisha yako yatakuwa matatani sana. Kwa sababu Zala alikuwa ajui chakula cha paka kiko sehemu gani, basi alikuwa anaangalia pande zote. Anaangalia kwenye makabati, kwenye madro na sehemu zingine tofauti. Ila anacheki hapa nakuta kuna box la zile pale biskuti za ngano. Akabeba hivyo japokuwa anajua kabisa kwamba hiki hapa sio chakula cha paka. Yeye akawa anasema chakula si chakula tu, atakula hivyo hata kama hataki. Anadekea mimi wakati mmiliki mwenyewe wa paka yupo. Hapa kwangu atakula tu. Kama hataki ataacha. Kama atakuwa na njaa basi atakula hiki hapa chakula ambacho mimi nampatia. Sasa mimi nampatia chakula gani kingine wakati ndio hiki hapa pekee ambacho nakiona? Akabeba hizi hapa biskuti na kwenda nazo kwenye lile pale bakuli la kuwekea chakula cha paka. Akaanza kuzimimina mle kwenye bakuli. Anaonja hapa mabiskuti ya ngano, anakuta ni matamu ile mbaya. Alafu Zala mwenyewe alipomshamba sasa hata hapa mabiskuti yenyewe atayafahamu wala haja kuiona sehemu nyingine yote ile zaidi hapo leo kuyaona. Akabeba bakuli la biskuti na kwenda kumpatia paka. Ama Kinyakyusa tunaita pusi. Na ukitaka kujua mambo mengi kuhusiana ili hapa neno pusi, basi nenda Google alafu search pusi. Asala le subhanallah. Kumbe chakula cha paka hiki hapa juu ya meza. Alafu bibie wala hajakiona. Na kimeandikwa kabisa kwamba hiki hapa ni chakula cha paka. Hii ni balaa. Ndio hivyo tena bibia ameshindwa kukiona kutokana na kutokuwa makini na kazi yake. Hapa sasa ni uzembe. Watu kama hao ndio wale ambao wanafanya operation ya kichwa badala ya miguu. Yote ni kwa sababu ya kukosa umakini tu wa kile kitu ambacho anakuwa anakifanya. Bibia akaweka hizo hapa biskuti mlangoni ili paka akija basi aweze kula. Ile paka anatoka na kutana na chakula cha ajabu ambacho huaga hali na hajawahi kukila. Akaanza kukoroma akiwa na jaziba. Hapa inaashiria kwamba hiki hapa chakula ambacho ameletewa sio chakula ambacho yeye huaga anakula. Kwa hiyo anahitaji chakula ambacho yeye huaga anakulaga siku zote. Na siku ya leo njaa ilikuwa imemuuma ile mbaya mbovu. Alafu ndio hivyo tena ameletewa chakula ambacho yeye huaga hali. Hiki hapa kitendo paka akafikiria kama vile amedharauliwa kwa makusudi. Na moja ya kitu ambacho paka huyo hapa hapendi ni dharau. Yaani kati ya siku hiyo hapa paka wa kichawi amekasirika basi ni leo. Bibi Zala akiwa ametulia zake sebuleni paka akalia tena mara mbili kuashiria kwamba kile pale chakula ambacho amepewa yeye hali anataka chakula kingine tena. Zala alimsikia kabisa paka akiwa analia lakini akampuuza na kuendelea kuongea na simu yake. Hii inaonyesha bibi tayari ameshaanza kuizoea kazi, si ndio? Paka wa kichawi baada ya kuona endelea kupuuzwa akaanza kulia kwa mfululizo sasa. Alilia mfululizo zaidi ya kama mara 10 hivi, na wakati kwenye yale pale masharti au sheria ambazo alikuwa amepewa aliambiwa kwamba asimruhusu paka alie zaidi ya mara 3. Sasa hizo amelia zaidi ya mara 10. Unadhani kitu gani ambacho kitamtokea bibie? Mimi mwenyewe sielewi. Hebu tuendelee kucheki bwana letu ili hapa. Huenda uko mbele tutajua ni kitu gani ambacho kitampata. Paka alilia mara nyingi kwa idadi isiyohesabika. Mpaka sauti yake ikabadilika na kuwa kama ya simba hivi. Ni hapa ndipo bibia akaacha kuongea na simba baada ya kusikia sauti hii hapa ya kutisha. Akaenda kuangalia juu ni kitu gani hicho ambacho kinaunguruma kiasi hicho. Maana sauti ambayo imesikia mara ya mwisho muungulumu wake unatisha, ni hatari. Hajajua kwamba muungulumu wapo ni wapaka yule ambaye alikuwa anampuuza. Anafika mlangoni kwa paka anakuta chakula kipo pale mlangoni na kijaliwa hata kidogo. Akawa anajiuliza huyu paka vipi, mbona mwekea hapa hizi biskuti lakini hajala hata kidogo? Au atakuwa anaumwa huyu? Lakini hapana. Huyu itakuwa tu njaa yenyewe imuumi. Akawa anamuita paka na kumuuliza kama yupo sawa. Lakini paka akawa anafoka huko ndani, hataki tena maelewano na mtu yote yule. Kwa sababu tayari kile ambacho alikuwa anakiomba amepuuzwa. Na hilo hapo ni kosa kwa mujibu wa zile pale sheria ambazo zimewekwa pale kuzifuata. Basi bibi akaamua kufungua mlango na kuzama ndani kumwangalia paka na shida gani? Mbona anakoloma kiasi hicho? Ili hapa ni kosa la pili ambalo bibi kalifanya. La kwanza ni lile la kumpatia paka chakula ambacho sicho, na la pili ni hili hapa la kuingia kwenye chumba cha paka wakati alikatazwa asiingie wala kukanyaga hata mara moja. Na sio kwamba ajui kwamba ni kosa kuingia kwenye hiki hapa chumba, ila ni vile tu kaamua kuwa mkaidi. Si anataka kufaidi, muache adedi. Chochote kile kinaweza kutokea ikibidi. Huyu bibi atakuwa anataka balaa kwa paka. Maana paka mwenyewe mikasirika, amefula, alafu anaingia tena kumbugudhi. Mbona cha moto yule lazima akipate? Paka amejifunika blanketi katulia zake tuli. Baada ya kuona bugudha zinazidi, akaamua kujifunua lile pale blanketi na kuanza kuunguruma huko anafuata bibi ambapo yupo. Huyo hapa paka macho yake anaogopesha, anatisha. Hebu angalia anavyotisha. Ana macho makali zaidi ya tochi hata ya mlinzi. Basi pale bibi Zala akavamiwa na huyo hapa paka na kuanza kushambuliwa mpaka kuuawa. Na wapo ndio kwa mwisho kabisa wa maisha ya bibi Zakhala. Ni kweli bibi Zala aliweza kupuuza masharti ambayo alikuwa amepewa, lakini hakuweza kukwepa madhara ya kupuuza masharti. Kwa siku ya leo kigongo chetu kinaishi hapa.